Yes, uhali gani wana mchezo mwenzangu pote pale ulipo ukiwa unaitazama hii ni Ubobezi TV na mimi jina langu ni Jennifer Isaya. Karibu niweze kukupatia yale yote ambayo yamejiri kwenye michezo. Lakini siku ya leo tuko tofauti kidogo kwa sababu leo hii tumeweka kambi moja kwa moja mpaka wilaya ya Babati mkoa wa Manyara kwenda kwa ajili ya kuitembelea timu pekee ambayo wana Manyara ama wana Babati wanajivunia nayo, timu ya Fountain Gate FC. Na hapa tumefika kama ambavyo unatazama, ni tumefika tukajaribu kutazama vile ambavyo vinaendelea kwenye timu ya Fountain Gate. Tukatazama kiwanja ambacho kwa sasa ndicho kiwanja ambacho wanakitumia kama kiwanja chao cha nyumbani, kwa maana ya kiwanja cha kwa raha. Lakini pia tukatazama, tukatembea pia vile vile tukazungumza na rais wa klabu hiyo Bwana Japhet Makau kwa ajili ya kutujuza mipango na maendeleo ya klabu hiyo. Na tukazungumza na rais wa klabu hiyo ya Fountain Gate FC kwa maana ya rais Japhet Makau. Tukazungumza naye pia, naye akatupa mipango yake kuhusiana na timu yake namna ambavyo ilivyo, na akatupitisha kwenye ile hostel ya kisasa kabisa ambayo ameijenga special kwa ajili ya wachezaji ambao wapo Babati kwa ajili ya kuweza kukaa na kupumzika kwa ajili ya kufanya mazoezi yao. Lakini pia akawa ametuonesha vile ambavyo ile hostel ambavyo ipo utaitazama hapo. Lakini pia wamepanga kujenga swimming pool, lakini pia kila chumba ambavyo kipo basi tutapitishwa moja kwa moja kuweza kuitazama namna ambavyo hostel hiyo ipo. Ile eneo lilobakia hapa ndo kuna swimming pool inaanza hapa, katikati kutakuwa kuna sehemu ya dokta, chumba kwa ajili ya dokta, kule mwisho kutakuwa kuna gym na sauna. Kwa hiyo ni eneo kwa ajili ya phase 3. Karibuni ndani. Kwa hii ndio hostel yetu, ina vyumba 13 na kila chumba ni master bedroom. Kwa sababu tunasema bado tuko kwenye ujenzi, tunaweza tukajaribu kuangalia kimoja ili mjiridhishe kwamba ni master bedroom. Unaweza ukaangalia jinsi kilivyo. Kuna vitu bado havijamalizika kufungwa kama feni, milango kwa ajili ya vyoo na kuweka furniture zake, vitanda na kabati. Kila chumba kimoja tunategemea wanaweza wakakaa vijana wawili au watu wazima wawili. Karibuni. Nitakuwa nimemaliza. Unavyotaka kuangalia wewe, ujenzi unaendelea. Afu ningeweza nikaondoka naye. Tunakaribia. Chamazi tukimaliza chamazi. Tushamaliza na uwanja tutakuwa chamazi. Tukaendelea na tour moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuitazama miradi ya Fountain Gate FC ambayo wako nayo kule Babati. Na moja ya kauli ambayo tulimuuliza rais wa klabu hiyo Japhet Makau, akatuambia kwamba wao wapo sana Babati na wategemei kuondoka leo wala kesho. So makao makuu yao Fountain Gate FC basi yatakuwa Babati. Lakini tukaendelea kutazama miradi ambayo walikuwa nayo Babati pale timu ya Fountain Gate FC, kwa maana ya shule ambazo wako nazo katika mikoa tofauti tofauti, ikiwemo Mwanza, wako nazo sehemu tofauti tofauti, lakini bado shule hiyo ya Fountain Gate ipo hapo hapo Babati. So tazama vile ambavyo tunapata kidogo muhtasari kidogo wa shule hiyo. Lakini pia hapa tutazungumza pia na mwalimu mkuu wa shule kujua namna ambavyo vitu vinaendelea. Lakini pia tutaona namna ambavyo katika shule hiyo hiyo wako na plani kubwa zaidi ya kuweza kutengeneza kiwanja kikubwa kabisa ambacho ni kiwanja cha mpira wa miguu, ambacho slogan yao ambavyo inasema ni kwamba wao Fountain Gate pamoja na shule zao basi wao wanadili na vipaji tu kama mpira wa miguu na vinginevyo. Primary school pamoja na high school, lakini kuna Fountain Gate secondary school hapo Dodoma, lakini pia kuna high school kama ambavyo nimesema, Fountain Gate Mwanza High School ambayo iko Misungu, ambao pia president pale alizungumza kwamba
imepewa kipaumbele kuwa ni football school. Yaani itakuwa inatoa elimu lakini itakuwa inajikita zaidi kwenye kufundisha mambo yetu ya football, mambo ya soka pamoja na sanaa mbalimbali za maonyesho. Lakini Fountain Gate Manyara Pre and Primary School Babati Manyara hapa mlipo, ambapo bosi wetu ni yule pale Bwana Mwenda. Bosi Mwenda karibu, ndo bosi wetu. Aje karibu sana mheshimiwa Mwenda hapa. Tupate mawili matatu kutoka kwako. Karibu sana bwana Mwenda. Huyu ni makamu mkuu wa shule. Makamu mkuu. Karibu sana. Sisi na waandishi wa habari ndio watembelea leo, tuna furaha sana ya kuwakuta mkiwa mnaendelea vizuri. Unaweza kujitambulisha lakini utakupa machache kuhusiana na shule za Fountain Gate hapa. Sifa, faida ya watu kuleta watoto pia. Karibu sana. Asante. Hii ni shule yetu ambayo karibuni sana Fountain Gate Manyara. Shule yetu inafahamika kwa Fountain Gate Manyara Pre and Primary School. Rasmi huwa tunaanza mwezi wa 2, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli shule inaendelea vizuri sababu wanafunzi wanazidi kuongezeka. Almost karibia kila siku tunapata wanafunzi wapya. Lakini pia huduma zetu ni nzuri, wazazi na watu wengi wamezikubali ndio maana tunaendelea kupokea watoto. Kwa hiyo ninawakaribisha sana Fountain Gate Manyara. Sawa. Na kuna namna gani vigezo ambavyo vipo pengine kwa wazazi katika kuleta watoto wao? Vigezo inategemea na mwanafunzi. Kwa mfano kama ndio anaanza, yule automatically anakuja, anachukua fomu, alafu tunamwandikisha. Lakini wale ambao wanahamia kwa tunatakiwa kufanya interview na kuna maswali yetu. Hakikisha wastani na alama A mpaka B msajili kwa mwanafunzi. Na mzazi ambaye yuko nje ya Manyara, labda yuko maeneo tofauti na Manyara, anaweza kupata vipi mawasiliano ya Manyara ili aweze kumleta mtoto wake au kufanya utaratibu? Okay, vizuri. Mawasiliano huwa yapo kwenye magari, lakini pia kwenye mabango mbalimbali pale gate, lakini pia tunafanya matangazo maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutangaza shule. Kwa hiyo pia namba za wakuu wa shule zipo kwenye magari, wanazipata kwa urahisi. Mitandao ya kijamii? Pia tuna mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram. Tunatumia sana katika kutoa matangazo ya shule. Na mnachukua Fountain Gate nafasi ambazo pengine mpo kitaifa na ili kuweza kuvutia watu wengine walete wanafunzi hapa, ufundishaji na kila kitu mambo. Kwa kweli taaluma iko vizuri, iko juu sana. Naweza nikasema kwamba kwa Manyara hii, kwa mkoa huu tunaweza tukawa tunashika nafasi ya kwanza. Sababu hata mtendo uliopita wa mkoa tunashika nafasi ya pili. Kwa hiyo kwa ujumla kweli taaluma iko vizuri. Tunafanya vizuri sana. Nashukuru sana. Tunawapongeza. Zaidi tunawakaribisha kwamba hapa ni nyumbani. Karibuni sana kwa watoto basi wajini hapa. Watoto wapo. Tunaleta watoto kwa fujo. Karibuni sana. Asante. Kama tunavyosema mdhamini mkuu ni shule ambayo ni Fountain Gate. Kwa bahati tumefika kwenye branch yetu ya Manyara. Mmeongea na mwalimu mkuu msaidizi, nadhani mmepata yale ya shule kwamba mdhamini mkuu. Lakini cha pili tulikuwa tunaizungumzia timu, na ziara hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya timu. Tumeweza kupata breakfast na president, tumeweza kupita kwenye hostel, lakini yote inabebwa na nini? Na uwanja. Kwa hapa tuko kwenye uwanja wa shule lakini ni wa timu. Kwa ile timu ikitoka kule hostel, tunatamani au tunatumai itakuwa inafanyia mazoezi hapa, kwa rai itakuwa inaenda kwa ajili ya mechi. Kwa huu ni uwanja ambao unaandaliwa kama vile tulivyokuwa tunaandaa hostel. Kwa mwaka huu tunachoweza kusema tumejipanga. Kwa hiyo maandalizi ya tutajipata. Maandalizi ya uwanja huu pia ni kwa ajili ya kuweka nyasi za aina gani? Tunapanda za kawaida. Mazingira ya huku yanaruhusu. Kwa raia wenyewe pia wamepanda za kawaida. Maji yapo, hali ya hewa nzuri. Lengo ni uwanja wa mazoezi. Huu ni wa mazoezi. Na kwa kukadiria unaweza ukatamatika baada ya muda gani? Huu nadhani mpaka mwisho wa mwezi wa 12 utakuwa uko timamu. Mwaka huu Mungu akipenda. Kuna swali huko? Hapa ni football peke yake. Football peke yake. Japokuwa space ni kubwa. Kwa hiyo viwanja vingine vitafuata. Okay. Yeah. Lakini cha kwanza kwa sababu ni timu, tunaanza na football. Kuna wale watoto wenye vipaji vya kukimbia kina Simbu wale. Tunaelekea pia kuwafanyia kazi. Umesikia pale mkurugenzi alisema Mwanza. Lile neno Mwanza linaanza kubeba hizo taswira unazozisema. Sababu wengi wanaamini Fountain Gate ni football.
sasa tunaanza kutoboa na